Hatib Kirusungu, mtafiti wa majina katika maisha ya binadamu, na usubscribe na kushare katika channel yetu ya RKK TV. Unifollow TikTok, Instagram, Facebook RKK TV. Namba zetu za simu ni 0765559042 na 0673559042. Hapa katika mizimu ya Kingwasa, Mikese, Morogoro, Tanzania ndiko ninakopatikana. Sasa turejee katika somo la paka. Katika sauti za paka tunazozisikia usiku tukiwa ndani ya majumba yetu, nje unasikia paka wawili wakilia au paka mmoja akilia. Ni moja katika kitu ambacho huwa kinatujengea hofu na kujitisha na kutishika zaidi. Na imekuwa ni sehemu ya kusema wawanga hao. Kiasi kwamba wako ambao wanalazimika kutoka nje hata kuwapigia kelele kuwakemea, wapo ambao wanainuka vitandani vyao wanafanya maombi yao kutokana na imani zao. Na wapo ambao wanapigia simu hata waganga wao kwa kusikia sauti za paka zikilia na kuwanyima amani. Na paka wana milio ya aina nyingi sana. Lakini paka kwanza, bila kutumwa na kiumbe yote, huwa paka ni mnyama anayetumika. Asa kwanza tuseme paka bila yule paka ambaye hajatumwa na kiumbe yoyote, ambao hao ndio wako wengi wanayepiga kelele usiku. Paka wana akili ya kugundua kwamba wanadamu wanaogopa sauti hii, wanahitaji kuwakela. Kwa hiyo wanaweza wakapiga kelele kama mtoto analia, lakini lengo ni kuwakela. Kwa sababu gani? Paka ni kiumbe ambaye alikusudiwa kuisha, yani paka ambaye ni kiumbe aliyekusudiwa kuishi na mwanadamu. Kwa hiyo paka anafahamu kilio cha mtoto kinavyomkela mlezi au mzazi. Kwa ajili hiyo pia paka anafahamu huu ni usiku wanadamu wamelala. Paka anaweza kusogea katika dirisha lako akafanya makelele. Na kitendo cha kwamba wewe umejenga hofu, paka ana taarifa kabisa kwamba wewe umejenga hofu, kwa sababu paka ana uwezo mzuri wa kuwasiliana na viumbe visivyoonekana. Wale viumbe tusioweza kuwaona sisi kwa macho yetu, ambao paka anaweza kuona kutokana na lenzi yake. Anawaona wakifurahia, wakicheka jinsi wewe unapopata hofu huko ndani. Paka anazidisha kupiga makelele yake. Hali hii inawatukumba sana na kujenga hofu. Lakini paka wale wanakuwa makufanyeni makusudi kwa kujenga hofu. Ni kelele tu zisizokuwa na madhara, lakini madhara yanaweza kupatikana kutokana na wewe kuongeza hofu kwa kiwango cha juu. Ile hofu yako inakwenda kwa maradhi, ile hofu yako inaenda kwa ugonjwa, ile hofu yako inakuwa tatizo. Lakini uhalisia, yeye yule paka alikuwa anakutisha wewe kwa sauti yake, na wewe ulikuwa ukitishika, na kuna viumbe ambao paka alikuwa anaonana nao walikuwa wanafurahi wewe unavotishika. Yaani kwa jamani, huyu anaogopa kelele tu hizi, anaona kwa halali huyu. Kwa kukukela fulani hivi. Lakini ukipuuza na ukilala ni sawa sawa na kumsemesha mtu ambaye hakujibu. Kumsemesha mtu na hakujibu, wewe mwisho wa siku unayesema unaonekana mjinga. Kwa mwisho wa siku yeye anaona kabisa mjinga, anaacha, anamtafuta yule mwenye hofu ndio akacheze naye. Ni design ya nyoka wa kijani. Nyoka wa kijani wana tabia ya kwamba kama tukiwepo kwenye makusanyiko kama vile msiba, alafu ule msiba upo kwenye maeneo yenye miti, na hasa ile miti kama vile chini ya muembe, alafu yule nyoka wa kijani yuko juu, anaona watu pale wamegizagaa wanapiga makelele, unajua wale jamaa anaona mmetulia mnapiga makelele. Sasa wao wanafurahia kujiachia, na baada ya kujiachia anatamani kuona nyinyi mnatimka mnakimbia. Furaha kwao kama wako nyoka wawili au watatu juu wa kijani, nyoka mwanangore. Huyu nyoka mwanangore anapenda sana kufurahi na wanadamu. Sasa kitendo cha kwamba anaona mmetimka
na kama walikuwa wawili au juu pale juu, na amefanikiwa kukimbia, hamjamuua, basi yule aliyebakia juu na yeye anafanya jaribio lake la kujiachia kama yule. Ila ni furaha kwao. Ila mkimuua, mnamuhuzunisha yule wa juu, naye hashuki tena. Anajua hawa wanadamu hawana mchezo. Kishuka hapa ukijiachia wanakuua. Anapata huzuni ya kuona mwenzie mkimuua. Ndio hivyo, yeye anabakia juu, hashuki, hajiachii. Sasa nimetoa mfano tu hii nyoka kwa sababu somo letu ni paka. Sasa mbamba na paka ambaye anakuja kupiga makelele na ukatishika, wao wanasikia burudani, na viumbe wale ambao wao wanaonana nao sisi watu waone. Lakini ukipigiwa makelele na utishiki, hakuna si shetani shindwa, si toka nenda ulikotumwa, si na nini, hakuna kitu kama hicho. Wanajua kabisa kwamba huyu hata ukimpigia makelele vipi huwa haogopi. Kwa kuna kwa hakuna tatizo. Ila yule mwenye kujenga hofu na kuogopa, wao ndio wanaomuhitaji. Hapo nazungumzia paka kwa makusudi ya kwenda kumtisha mtu na bila kutumwa na mtu aina yoyote. Halafu kuna paka anayekuja kupiga makelele na kufanya vurugu katika nyumba yako, lakini amenuiwa na wanadamu. Sasa huyu mwanadamu inawezekana hakumnuia paka, ila amenuia wewe upate ubaya, amenuia wewe upate tatizo, amenuia wewe usilale katika nyumba yako. Amekuombea ubaya, lakini ili ule ubaya utimie, inabidi paka aje katika jengo lako akupigie makelele. Kwa wale viumbe wabaya wanapotaka kumtimizia yule aliyefanya maombi mabaya, wanatafuta namna ya kukutisha. Namna ya kukutisha ukiwa ndani ni kutumia masikio yako, usikie sauti zinazokutisha. Kwa paka atakuja pale, labda ni wawili au ni mmoja, watatu, watapiga makelele ambayo wewe yakutishe. Lakini huyo amenuiwa, ila mtu huyu hakunuia paka, ila alinuia ubaya kwako. Ila wale viumbe wenye kutenda ubaya wanakwenda kumchukua paka ili paka atoe sauti pale, ile sauti yake ikutishe wewe. Hali hii ipo kabisa na inafanya kazi. Lakini nyingine ya sauti za paka ambazo tunazisikia kama huu mwaka tulio nao wa 2025, huu ni mwezi wa 5, mwishoni kwenda mwezi wa 6, maeneo mengi ya baridi itakuwa kali zaidi, na maeneo ya joto pia kutakuwa na baridi. Na kwa sababu huu ni mwaka wa 2025, ni moja katika mwaka wenye sifa ya upepo na baridi. Kwa hiyo kwenye baridi ugundue viumbe wote ambao tuna mifumo ya kujamiiana. Kwenye misimu ya baridi tunakuwa na hali zaidi ya kujisikia kujamiiana. Ndio sambamba na paka. Katika kiwango cha baridi wanakuwa wanajisikia sana hali ya kujamiiana. Na inawezekana eneo hilo madume ni mengi na jike ni moja au machache. Kwa jike linakuta limeshapandwa mara 2 mara 3 kwa siku hiyo, alafu bado kuna dume linataka kuja kumpanda tena. Kwa hiyo analikatalia lile dume lisimpande. Wakati analikatalia lile dume, linakuwa linambembeleza akubali kupandwa. Na wakati huo wanapenda kwa sehemu ya giza. Sasa inawezekana eneo hilo kuwepo hauna taa za kutosha za nje katika mtaa unaoishi. Kwa wao wamejificha kwenye giza fulani, wanabembelezana. Kwa unasikia pale yani saundi moja ya kiume inakuwa nzito na saundi ya kike inakuwa ndogo. Yani mfano, staki nipa tu, staki lazima unipe, staki awe nipe tu.
Sasa sound design kama hiyo ambayo nayo tukisikia huwa inatutisha, lakini hao wapo kwenye mahaba. Na huyu wa kike kadri anavyosema au staki, anaita bwana wake ambaye ni mtemi kuliko yule bwana aliyekuwa pale aliyembananisha. Sasa zile sauti zinapanda juu kadri wanavyojibizana, lakini lengo la yule jike aje dume. Kama ungekuwa unawaona katika huo muda, jike unamuona kimejikunyata kama kwenye kiwambaza cha ukuta, na anatamani akulupuke, lakini anashindwa kwa sababu dume huwa ni dume. Sasa anapiga makelele kutaka lije dume lenye nguvu ya kumpiga yule, ili asalimike, asipandwe, maana ameshachoka au hana hamu ya kupandwa. Na kama dume lingine lenye nguvu likisikia, litakuja huko kulupu, likifika pale utasikia kelele, wamepigizana kelele kwamba lile dume limekuja kumvamia dume mwenzie, acha kumsumbua jike langu. Lakini ni mapenzi yao, ni mahaba yao, hasa katika hii misimu ya baridi. Chukulia mfano wa mbwa ambao hawafugwi katika mipangilio maalum. Umefuga mbwa jike uwanjani kwako katika hii misimu ya baridi, utagundua midume yote nayo ambayo haifugwi katika mifumo maalum itahamia katika uwanja wako. Tuna lugha moja ya kusema kwamba, lugha ya mtaani, wale wanaume wa kibinadamu wenye tabia ya kwenda kumpata mwanamke na yule mwanamke ana kwake na yeye kahamia. Yaani kuna wanaume huwa hawanaga hata vyumba, ila kazi yao ni kutongoza wanawake ambao wanajua hawa wanawake wana nyumba zao au wana miji yao au wana vyumba vyao, na kila kimpata mwanamke wa hivyo yeye kahamia. Wakigombana na tafuta mwingine. Tunawaitaga kwamba dume la mbwa. Binadamu samani, lakini tunawaitaga dume la mbwa kutokana na tabia hiyo, manake huwa wanahamia kwa wanawake. Dume la mbwa ndio linahamia kwa mke. Asa wale wanafuga mbwa akiolela tu bila misingi maalum, akifunga mbwa jike anapata hali ya kupokea mbwa dume mingi kutokana yeye ana jike uwanjani kwake. Kwa mbwa dume ikifika nyakati za usiku hata mchana, yote inazubaa pale kwa ajili ya kufuata lile jike. Sasa paka nao wana tabia hizo. Hawaji wengi, lakini paka jike linalozurula linaokoa mapaka madume mengi. Sasa linaweza likabananishwa, na kwa bahati mbaya kwamba nyumba wanayoishi haina taa za kutosha, basi limekaa pale paka jike limebananishwa, na linabakia sasa kwamba staki utanipa tu, staki utanipa tu. Wewe hujui, ila zile sauti unasema unapiga simu mganga wako, unampigia simu mchungaji wako, unampigia simu sishe wako, wawanga, wachawi, mipaka inalia, hawanalia kama watu, selele, lakini kumbe wenzio wako kwenye mahaba yao, wewe unatishika bure. Asa masikio yetu haya yanahitaji asitutishe. Tunaposikia baadhi ya vitu tukiwa ndani ya majengo yetu, ndani ya majumba yetu, ndani ya vyumba vyetu, tusipende sana kusikia vitu vya nje, manake vinakutisha bure. Asa ukiweza usiogope, toka nje, ukota mawe yako, wapige wale paka. Baada ya kugundua wanapigwa lile eneo lojificha, wakishazoea watajua ile eneo sio salama, hawakai tena, wanatafuta eneo salama la kukimbiliaga, sio pale kwako. Kitendo cha wewe kuwa mbaki hofu tu, unazidi kuinuka ndani, shetani kwa jina la Yesu, si mtume nisaidie, si babu na bibi nisaidie. Unazidi kuomba mitume yote, manabii wote, si nani mizimu. Lakini wenzio wako kwenye mahaba, kesho wako pale pale. Baadaye unaona kwamba mitume yako, manabii wako, sijui Yesu wako, sijui mizimu yako, unaona kama haikusaidii vile. Kumbe ulichokiomba hakifanani.
wale hawajaja kwa ubaya, ila wao wametafuta kiza, hawana nyumba, kwa katika kiza pale wazee walikuwa wanataka wafanye mahaba yao. Sasa hii unatakiwa ujifunze na uijue vizuri. Lakini sasa ukiondoka katika hii, zipo sauti zile zilizosema mwanzo za kukutisha bila kutumwa na mwanadamu, lakini zipo sauti za kukutisha ambazo zimesababishwa na mwanadamu aliyekuombea wewe ukutane na ubaya. Lakini wale viumbe wabaya wanatafuta namna ya kutimiza kazi ya ubaya wa yule mwanadamu aliyeomba ubaya. Wanaona njia rahisi ni kukuletea sauti utakazoziogopa ili ujenge hofu. Moyo wako ukishapokea hofu ndio ukutane na shida na matatizo na maradhi. Kwa hiyo wale viumbe wabaya watasababisha paka wasogee katika eneo unalolala, walete kelele utakazoziogopa ili ujiingizie maradhi. Kwa bado pale pale, kwa ujumla tunahitaji kuwa majasiri kwa sauti tunazozisikia nje ambazo tuzioni, na ujasiri wake si kukaa ndani kupiga makelele, kufanya maombi. Toka nje, shambulia tu wale paka, usiogope, jiamini. Lakini usiende kwa shambulia kimya. Ubaya wa kushambulia wale paka kimya ni kujinyima nguvu na kutaka wale viumbe usiowaona wasikusikie unataka nini, na ukapata watetezi wa viumbe wazuri ambao pia nao hawaonekani kwa macho yetu. Ila toka kwa kuwashambulia, tokeni hapa, ndani huko mlikotumwa, kama mmetumwa na mabwana zenu, tokeni hapa. Sio nasema si toka kwa jina la nani, kwa jina la nani, hiyo achana nayo. Wewe rusha mawe, piga wale paka, sema toka, nenda ulikotumwa, ondoka hapa kwenye mji huu, hapa utakufa bure tu hapa. Kwa hiyo unakuwa na nguvu zako, yani za kiasili. Viumbe wasioonekana wale wazuri wanakuja kukuongezea nguvu, kuwatisha wale viumbe ambao wasioonekana pia lakini wabaya, kuambia nyinyi tokeni hapa, huyu mtu anajiamini, nendeni kwa wajinga huko. Unakuwa umesalimika na hilo. Paka ni bado kiumbe mwenye siri nyingi sana, kama design ya bundi, design ya ndege rugawa. Bundi mnamjua ni ndege ambaye anafanana na paka kichwa chake. Rugawa ni yule ndege huwa anashinda barabarani mara nyingi, yani rugawa mchana kwake ndo usiku, usiku ndo mchana. Huwa wanagongwa sana na magari. Ni ndege wanayoongoza kugongwa na magari nyakati za usiku, kwa sababu ndege hawa rugawa huwa ikifika usiku ndo wao ni mchana kumekucha. Yani kwenye kiza huwa ndo wanaona, lakini kwenye mwangaza wao huwa hawaoni. Kwa hiyo kutafuta kwake chakula anakuja kwenye barabara kutokana na eneo alilokuwepo, ndio kutafuta wadudu wa kula. Akiwa kwenye barabara, kama ni barabara inayopita magari mengi, mataa ya magari yakimulika anakosa uwezo wa kuona. Akikosa uwezo wa kuona anagongwa na ile gari, inakuwa sababu ya kifo chake. Lakini hawa rugawa sisi tumewazoea kuwaita rugawa, ila nyinyi mmezoea kuwaita mchana sanda. Ni ndege mwenye milio mingi sana. Kwa mfano, mnajua vile ving'ora vya magari ya kipolisi yana milio fulani hivi, yani yakipitaga ving'ora fulani hivi kama ndege, ambazo zile saundi za ule ndege, yani watengenezaji wa vile ving'ora walisikia saundi ya ule ndege rugawa, ndio wakaigiza kutengeneza vile ving'ora. Lakini katika Uswahilini rugawa amefahamika kama ndege mchana sanda. Katika Uswahilini rugawa amefahamika kama ndege mchana sanda. Na kwa nini wamemuita mchana sanda? Rugawa ana tabia ya kuluka. Kama mmekaa uwanjani au kwenye mji, anakuja huko, yani anakuja huko juu, anakuja mpaka kimo cha chini, alafu anapanda juu. Sasa wakati anakuja hivi, anapiga kelele,
yani kama vile nguo iliyochana chwa. Sasa ukigundua washona sanda wengi huwa wanachukua kitambaa cha sanda, wanakata matoleo madogo, wakishakata wanashika wanavuta hivi chwa. Sasa huyu Lugawa ana tabia ile ya kulia huo mlio, lakini huo mlio kwa Lugawa huwa una maana. Maana yake Lugawa akivuka katika uwanja mmoja mara 3, akipita hivi akarudi tena akarudi mara 3 huwa harudi. Na hapo sio kana kwamba amekuja kuloga, ila ameleta ujumbe kwamba nyumba hii kesho mtazika. Anaashiria katika hiyo nyumba kesho kuna msiba, uwe hapo hapo uwe mahali pengine, lakini hapo kuna msiba. Kana kwamba inawezekana mnapewa taarifa ya msiba wa ndugu yenu aliye mbali kesho yake, au katika nyinyi mliokuwepo kesho kuna msiba. Kama wale wahenga wa zamani wakiona Lugawa kapita uwanjani na sauti hizo mara 3 na wana mgonjwa, huwa wanaitana kubadili budget na kujua huyu mgonjwa Lugawa kesha tuambia huyu kesho tunazika, manake hapa anayeumwa ni mwenzetu yule. Na huwa ni kweli, ni taarifa za ukweli kabisa. Sasa hali hii huwa inatukuta, lakini nimejaribu tu kuwapeni picha kidogo. Hizi ndege Lugawa bundi hazikuwa somo, lakini somo sana Lugawa ndege, yani ndege Lugawa bundi pamoja na nyoka mwanangole, ile nyoka wa kijani haikuwa somo. Ndio nyoka wa kijani anakuwa mbaya kisha kuwa mkubwa. Nyoka wa kijani akiwa mkubwa, ukubwa yani amenenepa, mrefu, anabadilika pale, anakuwa ni nyoka ambaye anaweza hata kukukimbiza. Ila nyoka wa kijani akiwa mdogo huwa hanaga madhara, anaweza akakutambaa na akapita zake. Sasa hawa viumbe watatu, ndege hawa bundi, Lugawa na nyoka huyu, nimewatolea mifano, lakini lengo letu somo lilikuwa ni paka katika sauti za usiku. Hasa katika sauti za usiku za paka, lakini kwa ujumla sasa sauti zozote ambazo unazisikia katika majumba yetu usiku, tusikimbilie kutishika zaidi na kuogopa zaidi. Kwa mfano, kuna sauti za ndege wadogo, jina lake kidogo nimemsahau. Kuna ndege fulani huwa ana tabia kuja kulia dirishani, lakini akilia huwa anachekelea mvua. Anaamini kwamba yani huwa ana mawasiliano na mifumo ya mvua. Sasa anakuja kukaa katika eneo lako la dirisha, anapiga kelele nyingi sana hata kulala ulali. Lakini yeye anatoa taarifa ni wewe uliyelala ndani, mvua inakuja. Lakini yule ndege ni ndege mzuri tu, ni ndege ambaye anakuhamasisheni nyinyi ndani, kama na hasa ili aje dirishani apige kelele, lazima mlale hao wawili, yani jinsia mbili tofauti, kuashiria nyinyi mliokuwa ndani mvua inakuja, pandeni mbegu, yani mfanye mapenzi. Anawaamsha kwamba mpate raha ya upepo wa mvua, baridi ya mvua, mpate hamu ya kufanya mapenzi. Ila bado watu pia wote wanawatafsiri kwamba kama ni kelele za uchawi, wanalia uchawi, kumbe hatufahamu milio na sauti za usiku. Kwa hii nimewapeni kwa kuwa mpunguze hofu katika sauti za paka hasa usiku. Lakini hii ya Lugawa, hii ya bundi, hii ya nyoka mwanangole, nayo kuna siku tutatoa elimu zake kwa undani. Sisi wenzenu tumezoea kama Lugawa huyo tunaimba na nyimbo. Lugawa huyo, Lugawa huyo, Lugawa msenda mzira, Lugawa ndege mizimu, Lugawa msenda mzira, Lugawa huyo, Lugawa huyo, Lugawa msenda mzira. Yani tunasema Lugawa huyo, Lugawa huyo, Lugawa mshinda njiani. Kama Wazigua kule wanaweza kwao wanakuambia Lugawa mame, hongera mwanangu kutanga kwezigwa. Lugawa mame, hongera mwanangu kutanga kwezigwa. Wame muimba hivyo Wazigua. Na hata wana nyingine
Lugha ya Ramila wanawesao. Lugha ya Ramila wanawesao. Zote zina maana. Kwa Wazigua wameimba hivyo, kwa Waruguru tumeimba hii lugha Msinda Mzila. Lakini kwa mfano Nyoka Mwanangole tumemwimbia. Ai nyoka mwanangole kora kwa Kenyechiro, ai nyoka mwanangole kora kwa Kenyechiro, ai nyoka mwanangole gwi kora kwa Kenyechiro, ai nyoka mwanangole kora kwa Kenyechiro. Hizi ni nyimbo ambazo tuliimbishwa majandoni sisi watoto wa kiume tulilelewa katika mila za Kiluguru, kwamba nyoka mwanangole kulawa kwake Nyechiro. Nyoka mwanangole anatoka usiku kana kwamba mtoto wa kiume ule uume wake ndio ulifananishwa kwamba ni nyoka mwanangole. Hautakiwi kuonekana ovyo, utaonekana usiku na kwa mtu maalumu, yani kwa mkeo. Tulifundishwa maneno ya kimila na desturi haya, sawa? Lakini tuna maana na nyoka mwanangole huapende kukaa chini. Hata ukimwona ndani nyoka wa kijani, ukiona nyoka wa kijani ndani mwako anatembea chini, huyo mchunguze kwa umakini, sio yeye. Ila akiwa mwenyewe kweli utamuona yuko juu ya paa zako, huyo ni nyoka wa kijani original. Huwa mara nyingi anapenda kuwa juu, sio chini. Tulikuwa na maana nyingi hapo, lakini kuna siku nikipata muda wa kuwafundisha kuhusu habari ya nyoka mwanangole kwa jando. Sasa kidogo kuna mambo mengine ni mazito, huwezi kuwapa vijana wadogo, kuna kuwa na ngumu, na hapa sisi tuko public. Lakini nilikuwa na maana kwamba kila kitu ambacho wakati mwingine mnakiogopa ila kina maana katika ulimwengu wetu ni sawa sawa na yule nyoka mwenye mistari migongoni, tunamuita sangaraza. Kwa hiyo taratibu tutakuwa tunapeana maana. Pale tunapoona hili linasemeka tunasema, tunapoona hili halisemeki tunaliacha. Ukitaka zaidi njoo hapa katika Mizimu ya Kimwasa, Mikese, Morogoro, Tanzania, Ali Hatim Kirusungu. Na unaweza kutufollow katika YouTube, unaweza kusubscribe katika YouTube yetu ya RKK TV. Unifollow TikTok, Instagram, Facebook RKK TV. Namba za simu ni 0765559042 na 0673559042. Kwenye Mizimu ya Kimwasa hapa Mikese, Morogoro, Tanzania. Hapa ndipo ninakopatikana.